السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, siku leo watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, tumewajia tena na jambo kubwa na jambo adhimu ambalo hili mja kama ataliendea kiimani, akaliendea hali ya kuwa amehudhurisha moyo wake, akaliendea kwa yakini, basi atafungukiwa duniani na akhera. Ni jambo kubwa, ni jambo zito ambalo leo nitakwenda kulieleza kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niombe kabla sijaanza kwa nasema lolote, wale ambao wanapita katika darasa zetu na video zetu lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili mradi kwamba kila darasa ambalo tutakuwa tunaleta basi yeye awe wa mwanzo kulipata darasa kama hilo. Na hiyo ndio faida ya kusubscribe, kwa sababu kila darasa linalotoka basi unakuwa mwanzo kulipata darasa kama hilo. Kwa hiyo leo tumekuja tena katika darasa zetu hizi za adhkar na dua, na leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekuja na jambo adhimu, jambo kubwa kabisa ambalo hili mja kama atalifanya, tena atalifanya kiikhlas, akalifanya akaamini kweli hii inakuwa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfungulia dunia yake na atamfungulia akhira yake. Hakuna alifanya jambo hili alafu akaferi, labda yule ambaye kafanya kwa kujaribu au kafanya kistizai au kafanya hali ya kuwa mwenyewe amini kama hii itakuwa. Lakini mtu akifanya akaamini kama hii itakuwa, basi anafungukiwa sana katika masuala ya riziki, katika masuala ya nini yaliyofungika, basi anakwenda kufunguka biidhnillah Ta'ala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa nitoe kitu kimoja ambacho watu wengi tunakikosea. Vitu kama hivi ni vyema mtu kaviandika katika karatasi ama katika daftari maalumu ili uwe nayo, kwa sababu hizi darasa zinapita. Kwa hiyo unapoandika basi unakuwa kuna faida unabaki nayo. Kwa hiyo nikushauri chukua karatasi na peni sasa, ili mimi nikutajie ni kitu gani alafu uanze kuziandika ili uwe nazo hii faida, ubaki nayo, isibaki tu hewani hivi hivi, ubaki nayo wewe mwenyewe faida kama hii. Kwa hiyo chukua karatasi na peni, mimi nianze kuzitaja faida hizi na wewe uweze kuziandika biidhnillah Ta'ala. Jambo lenyewe ndugu zangu ni lipi ambalo leo tunakwenda kulizungumza katika darasa letu la leo? Jambo lenyewe ni adhimu sana. Lenyewe hii ni swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala hii mja atakiwa aifanye asubuhi na jioni, asubuhi mara 7 na jioni mara 7. Iwe kama uradi wake swala hii, Wallahi lazima utafungukiwa sana. Kama ni mtu wa biashara, biashara zitafunguka sana. Kama ni mtu wa kazi, mambo yako yatakuwa vizuri sana. Kila jambo ambalo kwamba wewe unashughulika nalo kwa ajili ya riziki, Mwenyezi Mungu atakwenda anafungua sana. Mwenyezi Mungu atafungua mpaka moyo wako katika jambo hili. Yoyote mwenye kutumia swala hii na akaifanya kama uradi wake, hakuna mtu ambaye ameferi katika hilo. Kwa hiyo mimi nataka nikutajie leo ndugu yangu katika imani, na nitaisoma hii mara 3 ili uweze kuichukua, uweze kuinasa. Na hapo chini nitaiandika hii ili uwe nayo na uweze kuisoma mara kwa mara biidhnillah Ta'ala. Mwenyezi Mungu ajalie kheri kwamba na wewe miongoni katika wale ambao kwamba wenye kuipata na kuifahamu vizuri na kuijua swala hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa ngoja nianze kukutajia sasa, alafu nikwambie ufanye vipi. Yenyewe ni hii. Utaanza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tamlahu minha al-afaq wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan min yawmi khalaqta dunya ila yawmi talaq wasturna baina yadaika azia aziz ya khalaq. Nairudia tena swala hii kwa mara pili.
nisome kwa taratibu ili ikamate. Nasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu biha al-arzaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tudafa'u biha al-mashaq wa tamlau minha al-afaq wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan min yawmin khalaqta ad-dunya ila yawmi at-talaq wasturna baina yadayka ya aziz ya khalaq. Nitairudia tena kwa mara ya 3 mfululizo ili uweze kuishika na uweze kuikamata, uweze kuishika na uweze kuikamata. Isikilize kwa makini sana, isikilize kwa makini sana 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 sana, isikilize kwa makini. Narudia tena sasa, inasomwa hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tamla'u minha al-afaq wa ala alihi wa ashabihi wa sallam salatan daimatan min yawmin khalaqta ad-dunya ila yawmi al-talaq wasturna baina yadayka ya aziz ya khalaq. Nimerudia mara 3 ili uishike na uweze kuikamata swala hiyo, na nimesema utasoma asubuhi, utasoma jioni, utasoma asubuhi, utasoma jioni. Lakini asubuhi napendeza uisome kabla jua halijatoka. Yaani ukishaamka, labda kama ni mswaliji cha swala zote subhi, basi kipindi kile kabla jua halijatoka, basi unaipiga swala yako hiyo ya Mtume, na jioni ule muda magharibi, baada magharibi, basi unaweza kufanya. Lakini mimi nikushauri jioni fanya baada ya asri, itakuwa ni vizuri sana kuliko ni ule muda wa magharibi. Kwa hiyo fanya asubuhi kabla jua halijatoka, na irejee tena baada ya asri jioni kabla hujakwenda kuswali magharibi ukaifanya hiyo. Na hii unaweza ukaifanya wala usitie yoyote, ukafanya tu, yani ukawa unafanya kama uradi wako, ukafanya kama uradi wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia sana. Wallahi utaona milango ya riziki inafunguka, utaona mambo yako yalikuwa mazito, basi Mwenyezi Mungu anafanya kwa mepesi. Kila lile ambalo lilikuwa gumu, basi Mwenyezi Mungu alifanya kwa mepesi kwa kuisoma hiyo swala ya Mtume Muhammad ambayo tumeielekeza hapo. Na kwa umuhimu wake, basi nitaiandika hapo chini ili uichukue na uwe nayo biidhnillah taala, na uende ukaifanyie kazi inshallah. Kwa leo tuishi hapa. Wale ambao wanapita katika darasa zetu lakini bado hawajasubscribe, basi ni waombe wa subscribe, lakini vile vile usiache kulike. Mnapo like tunajua wangapi ambao wanafuatilia na kuzipenda darasa zetu kama hizi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.